Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, Jimbo la Morogoro mjini wameendesha semina katika sharika wa majengo. Usharika huu ambao unasimamiwa na mkuu wa Jimbo la Morogoro, Mchungaji Paul Thomas, ilikuwa ni kwa ajili ya kuwafundisha wazee wapya wa kanisa, kuwapa semina elekezi kwa ajili ya kuratibu shughuli zao ndani ya usharika. Semina hiyo imeseminishwa au kuongozwa na msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Morogoro, Mchungaji Emmanuel Tengeneza, akiwa pia na katibu mwasibu wa Jimbo la Morogoro, Bwana Joel Kailembo. Semina hiyo imezungumzia mambo mengi, ikiwa ni mambo ya utawala, mambo ya uwajibikaji, lakini mengi zaidi utayaona katika video hii. Karibu, endelea kutazama na pia utasikiliza washirika mbalimbali wakishukuru kutokana na mafunzo haya. Sisi viongozi wa kanisa, jambo la kwanza ni kutiana moyo. Tunajifunza hapo, wenzetu wametiana moyo. Hakuna alimwambia kazi yako ni mbaya, hakuna alimwambia kazi yako ni rahisi, hakuna, yani kila mmoja alimtia moyo mwenzake. Ni matumaini yangu kuona kwamba wazee na viongozi wa vikundi kutiana moyo. Unajua haitakuwa na maana mimi nimekosea Tengeneza, halafu badala ya kuja kwangu uniambia kuna moja ndio umekosea, unasema kwa watu. Haitakuwa na maana. Ninafuu uje kwangu kanieleza, halafu mimi baada ya kunieleza maana akamtia moyo mfuatuka. Tena nakwambia kazi yako ni njema, kazi yako ni nzuri. Kwa sababu gani? Waliana. Baraza lilikuwa na moyo, yaani watu wakapeana moyo, wakapeana moyo, tiana moyo. Nitakwambia baraza hili litakuwa imara sana. Lakini jumuiya zilikuwa na tiana moyo. Unajua wakati mwingine kwa jumuiya kiongozi anaweza akasema neno ambalo likawakatisha tamaa hata wale wanaojumuiya wanaokuja. Sema kama jumuiya ni hivi mimi sieti tena. Nani amesababisha jumuiya watu wasije? Mama, nani kasababisha? Kiongozi. Hayo kiongozi, sisi hatuongozi kama vile serikali kwa mabavu, kwa ngumu, na sisi tunaongoza kwa neno la upendo. Upendo haunenei mtu mabaya. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo tunachukuliana. Ndio kanisa lilivyo. Lakini leo unasikia maeneo mengi kanisa furukutu. Tumesahau msingi wa kanisa. Kwamba msingi wa kanisa ni upendo. Msingi wa kanisa ni umoja. Msingi wa kanisa ni kujengana. Msingi wa kanisa ni kuimarishana. Msingi wa kanisa ni kupatiana pamoja. Yuko mwandishi mmoja marehemu kwenye kava yake aliweka ile moyo ule kama upendo. Aliandika mambo mengi sana, lakini nataka niseme mfano huu. Mfano utakusema ni kwamba akasema kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa kuna mtu mmoja anatoka huku na mwingine anatoka kule. Sasa ikawa kipindi cha giza hivi. Sasa huyu anasema ile gogo. Kwa hiyo anapotembea anasema mbele kuna nini? Kuna gogo. Mbele kuna gogo. Sasa wakati anatembea kidani kuna gogo, alipofika akasema kumbe kuna mtu. Hivi kama mama, kama sikufahamu, tukipishana tunasalimiana? Sikufahamu. Kweli tunasimama kusalimiana au tunapita? Kwa kusimama au kwa kupita? Kwa kupita, si ndio? Ni gogo tu. Si ndio? Ni gogo tu.
Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza na pili. Anafanya kwa niaba ya mtu mwingine. Si ndio? Na leo sisi tunaambiwa ni Paulo anaandika kwa kanisa la Korintho, anaandika kwa kanisa la Majengo leo. Ninyi mtu na tuhesabu hivi, sisi ni mawakili. Jambo la kwanza. Nani ameshakwenda mahakamani? Nani ameshakuwa na wakili? Anakwenda mahakamani. Nani ameshakwenda? Nani ameshamuona? Jamani, nani ameshakwenda kuona? Nani amemuona wakili akienda mahakamani? Wewe ni wakili. Na ndio maana unafika Jumapili unasoma somo la waraka kwa mzee wa kanisa. Unasoma somo la waraka kwa sababu ni wakili. Ni wakili. Sasa watu wakuone wewe ni wakili. Wapendwa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani watu wakuone wewe ni nani? Ni wakili ambaye kama wakili anapopita hapa, yaani hata kama hujaambiwa, sasa huyu ni wakili. Hata kama hujaambiwa. Kweli sio je? Wewe ndio unaweza baba. Kweli sio baba. Wewe ndio unaweza baba. Kweli sio baba. Yaani hata kama yeye hajasema mimi ni wakili, mimi ni wakili, mimi yaani hasemi, lakini wewe utasema huyu ni nani? Ndivyo alivyo kwa viongozi wa jumuiya. Si swala kumtangaza. Mimi wa kanisa, sawa. Halafu mzee kanisa anapiga mkeo. Siku lazima kanisa hili linapiga ndo wake zenu. Au nimuulize huyu, maana mume wake hapa mzee kanisa. Sio kama kujitangaza. Yaani waone Mungu yuko ndani yako. Waone hata ukitembea na sababu kweli huyu ni mzee wa kanisa. Kwa sababu ni wakili. Lakini pia waone kwamba huyu ni kiongozi wa jumuiya. Waone. Na wala sio kusema hamsikii. Hamjui ni mzee ni mwenyekiti wa jumuiya. Hamjui ni katibu wa jumuiya. Nani akwambia anajua sawa? Lakini ndivyo ulivyo. Halo? Bwana asifiwe. Nimezungumza ninyi ni wakili. Lakini tunahama anasema ninyi ni mawakili wa siri za nani? Jamani. Najua kuhusu sana mimi. Tunajitambua hiyo kweli. Kwamba sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Siku ile mtawapa. Ni watunzaji wa hiyo siri ya Mungu katika maisha yetu. Watunzaji wa siri za Mungu. Lakini pia nasema inahitajika kuwa mtu katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Nizungumza kidogo, baadaye nitazungumza baadhi ya wazee. Mwaminifu. Ndio kanisa la mwaminifu mpungua. Watu hatuna hofu ya Mungu. Lazima ni sadaka kwa jumuiya. Jumuiya zetu zina vitu ambavyo vinaondoa uaminifu. Wakati wewe ni wakili lakini mtu aonekane kuwa mwaminifu, tunakosa uaminifu. Kwa hiyo tunakosa uaminifu kwa sababu hatutunzi sadaka za watu vizuri. Jumuiya zinalalamika, fedha yetu imepotea, fedha yetu imeliwa, fedha yetu imeharibiwa, fedha yetu hatuioni. Jumuiya hazina taarifa ya fedha. Hazina. Kwa nini? Kwa sababu uaminifu haupo. Wazee na viongozi wa jumuiya wa mwaka huu wa 25 hadi 2030. Mzee mwenzenu, na mimi mzee mwenzenu. Namshukuru Mungu sana. Mimi ni mzee mwenzenu. Nazungumza kama wazee wenzangu. Kwamba uaminifu ni jambo la msingi. Uaminifu.
Hivi jumuiya zenu kuna wachungaji washafika huko? Mama huyu anaenda kwa mume wake. Unajua mimi nilichojifunza mambo mawili. Kwanza nimejifunza unyenyekevu wa huyu mwanamke. Lakini la pili nimejifunza mahusiano mazuri ya mume na mke. Kuna wengine bwana akiamua mwanamume ndo kama hiyo. Hadi hageuki, habadiliki yeye. Alafu mwanamke ongeza, wewe mimi ni kiongozi na mimi ni kiongozi kama wewe. Kama wewe kiongozi kanisani na mimi kiongozi jumuiya. Kwa hiyo usibabaishe. Sio kinachotakiwa. Kinatakiwa kunyenyekea. Mama alinyenyekea. Alithamini, alitambua kwamba huyu ni mume wangu. Hata kama mimi na uwezo, wakati mwingine na uwezo yenyewe. Hata usikiki. Samahani na sio ni hapa. Nazungumzia huko. Sio. Bwana asifiwe. Kwamba huyu mama alijawa na unyenyekevu. Kazi ya Mungu ni ya unyenyekevu. Kazi ya Mungu haina kuzoea kwamba mimi nimezoea, nimekuwa kanisani, najua, nimekuwa mzee wa kanisa moja, mbili, Zimshana alikuwa mzee wa kanisa kwa Ilonga, miaka alikuwa katibu miaka. Lakini leo hasemi kwa sababu nilikuwa unyenyekevu. Bwana asifiwe. Tukizoea kanisani, mimi ningezoea. Maana kama ni miaka 40 nimefanya ibada kapi. Lakini ikifika Jumamosi, mimi silali kwa Kenya. Silali sana. Hapo naingia. Watu wengi sana hawatakuwa nini. Kundi kubwa mimi najua hapa. Nakuja kusafisha hapa. Kundi la watu ni wengi sana. Lakini mimi nimechaguliwa kwa sababu ndani ya jumuiya zenu, huyu mzee anafaa, tena anafaa, huyu kabuleka anafaa, huyu nani anafaa. Sasa kama mnafaa, Mungu amesema ndio hao wanafaa. Mungu anahitaji unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo za kanisa tunajua. Wazee wa kanisa wateule pokeni mkono. Atema naomba wateule. Sio, yani wewe ulikuwa mzee wa kanisa umerudi tena. Nataka yule mzee wa kanisa ambaye hakuwepo na sasa yupo. Punga mkono. Kuheshimu nafasi uliyopewa na kwenye taasisi, kwenye serikali, wewe unajinua. Mimi ndio mkuu wa mkoa, leo tutatembea na mkuu wa mkoa leo. Yaani tuliteki. Kwa kwa kote. Sio mwanadamu amekuwa, mwanadamu Mungu amepitisha kwa mwanadamu kupewa nafasi hiyo ulionao. Na wala sio mwanadamu alikupa nafasi hiyo. Sio unanielewa? Inawezekana umepewa nafasi hiyo, si unapewa nafasi. Juzi tulisikitika kweli. Ijumaa. Sio nafasi ambayo wanadamu wako wengine wanasema mnanibabaisha. Mimi nilichukua juzi na kabisa. Mnanibabaisha. Chukua ni uongozi wa dunia. Mimi msibabaisha. Anadhani kwamba uongozi amepewa na wanadamu. Kumbe uongozi wote tulionao, mimi na ninyi, kwa nafasi zozote mlizopo mahali hapo, ni Mungu ndiye alikupa. Na hakukupa kwa sababu unafaa sana kuliko mtu mwingine. Ni Mungu amekupa tu. Si kwamba wewe ni bora zaidi kuliko mwingine. Mungu amekupa tu. Kwa hiyo unapoheshimu nafasi uliyopewa na Mungu, utaitumikia sawa sawa. Kuna watu wengine wa pesa anaandika barua anasema kazi yenu msimbabaisha. Chukua nafasi kazi yenu. Hiyo hujajua nafasi, hujaheshimu nafasi ambayo Mungu amekupa. Tunaenda pamoja? Bwana asifiwe. Kwa hiyo unabudi kuiheshimu nafasi hiyo ambayo umepewa ili uifanyie kazi na ili uifanyie vizuri zaidi. Kiongozi ni yule anayewatangulia mbele au kuelekeza watu njia au mwelekeo wa kuenenda jambo au kufikia malengo fulani.
Yaani huyo ndio kiongozi. Sasa unafika mahali yule alikuwa mama kavaa nguo fupi kweli, afu kavaa kiatu kirefu kweli. Kama kweli naona leo kama hela hapa hana pochi wakati chake, lakini msichana anakuja mbele, kakaa hapa mbele, mara kaweka pochi, mara kaweka kitambaa, mara kaweka hivi. Atafika mahali tu mwingine anamueleza kama mama mimi niko pale mbele. Sasa inakuwaje? Mahubiri yangu yote na kila nikikuona chupu nyekundu, basi unaniona. Nikikusalimia Bwana asifiwe, sema ongea na sema baadaye. Lakini Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari ndio alikuwa anasema kwa kuondoka. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 10. Fedha ila shina la mabaya ni kupenda fedha ya aibu. Lakini kama unajitihada kupenda Mungu, unapenda kutafuta fedha, wazo mbaya. Lakini shina la mabaya ni kuipenda fedha ya aibu. Na ndio hayo nimesema kwenye jumuiya huko kuna mtuzazi na watu zazi na nyosha mkono. Watu zazi na nyosha mkono. Na mabaya yote ni kupenda fedha ya aibu. Spend fedha ya aibu. Spend fedha ya aibu. Akia mama tena. Yale kusudiwa kwenye jamii au kanisa. Mungu ameona uwezo wako, ndio maana amekuita. Sawa. Lakini sifa ya pili ni kiongozi awe mcha Mungu. Neno hili mcha Mungu labda tunaliona kwa juu sana. Kuna wazee wengine anakuwa mzee wa kanisa au wa jumuiya, lakini hata siku moja haoni. Naona hata nyumbani kwake kuna maombi. Jamani, mnapata habari ya sifa ya Yoshua? Yoshua alikuwa mcha Mungu, si ndio? Mcha Mungu aliye karibu na Mungu, mwenye mahusiano mazuri na Mungu, mwenye kumpenda Mungu, mwenye kumtafuta Mungu. Kwa hiyo kiongozi ni yule anayependa kumtafuta Mungu, anayependa kumcha Mungu, anayependa kuwa karibu na Mungu. Huyo ndio kiongozi. Ndakupa mstari. Kitabu cha Kutoka sura ya 13 21b. Lakini pia nilizungumza habari ya kwamba kiongozi awe mkweli na mwenye kuchukia mapato ya aibu. Hiyo ni sifa kibibilia. Kutoka 18:21c. Ndugu zangu, kiongozi usiwe mgomvi, bali kuwa mfano kwa watu wote. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 25. Tukiwa mbele umekuwa mzee wa kanisa. Tunazungumzia ugomvi hauanzi barabarani kwa mkeo pia, na kwa watu wengine, kwa mumeo pia. Usiwe mgomvi. Nafikiri sisi wake zetu hawatukosei. Hatukosea, lakini tumekamatwa na sifa. Awe na bidii na si mvivu. Awe na bidii na si mvivu. Kiongozi Mathayo 24:45. Kiongozi afanye kazi zake kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Sio mtu anafanya tu mlani anafanya mwenyewe anaofikiri. Afanye kwa Roho Mtakatifu. Ni Matendo 2:16 na 18. Kiongozi ajitoe muda wake kumtumikia Mungu.
Mathayo 10:24. Kiongozi watu wake hapo baadaye. Huyo ndio kiongozi. Lakini pia kiongozi wa kweli yule anayepokea ushauri kutoka kwa watu wengine. Zaburi za 73:24. Kiongozi awe mtu wa makimbilio, hasa wale walio na huzuni. Awe mtu wa makimbilio, hasa wale walio na huzuni. Mithali 15:1. Naruka tu yako mengi sana. Kiongozi yule anayekubali kukosolewa, anayekubali kukosolewa. Sasa namalizia wajibu wa kiongozi kanisa, wajibu wa kiongozi. Namalizia hapo, ili kama kuna maswali mawili matatu basi nimalizie na ninyi, nibaki na wazee wa kanisa. Wajibu wa kiongozi wa kanisa. Pale nilisema sifa, na hapa naleta wajibu. Kama viongozi wa jumuiya, mna wajibu gani kwenye jumuiya yenu? Viongozi wote wa jumuiya, msikasirike, nauliza nyinyi, mna wajibu gani kwenye jumuiya zenu? Amin. Kuna wengine wamelizwa, anaenda kwenye uongozi, aliyemlia hela yuko pale pale. Anaenda kwenye jumuiya, aliyemlia hela yuko pale pale. Nanyi akina mama msioshiba vikoba, kila kikoba cha kwenu. Hamshibi. Yaani kwenye kikoba kimoja Mungu ashukuriwe sana. Lakini wanawake kuna wengi mna vikoba zaidi ya 3. Eti ni kweli Mungu? Tuwe matatizo ni wajibu wako, sio nimechoka. Wazee wa kanisa, wakati mwingine siku moja ilikuwa mwaka 99. Ilikuwa mchungaji hapo Mazimu 99. Bahati mbaya sikumbuki tarehe, lakini nakumbuka alikuwa mwezi wa 4 kwa sababu kulikuwa mvua fulani. Nakumbuka ile mwezi wa 4. Nimeingia ndani, nimeoga. Sinajua ndio nyapi na wanamke tumevua nguo tayari. Leta shuka funika, nasikia gongo. Wewe nani? Mimi nivae suruali tu. Kavaa suruali kutoka nje. Ndio. Tumepigana na mke wangu, damu zinatoka kwa nini? Naingia chumbani bana, mimi naondoka, funga mlango. Kafunga mlango, nikaenda. Ni kama sio sana. Ni kama pale. Wenzenu wa kanisa msio na wivu. Yaani Mungu anajua sana. Mungu anajua. Kulikuwa na mjinsi mmoja amefariki sasa hivi. Alikuwa kijijini kwetu kabisa. Yaani yule mjinsi mke wake, yaani mjinsi akisimama na mwanamke, yule mke wake akitoka pale, ugomvi unapigwa hapo. Kwani umesimama naye? Ngumi kweli kweli. Sasa maskini tunakaa na ofisini, tunaongea nao. Kwa hiyo kuna wajibu wa kuwasaidia pia kutatua matatizo. Yaani kama hajafika kwenye uongozi huu wa kanisa huku kwa mchungaji, tayari kuna matatizo mengine na yatatua. Kwa hiyo yanapofika, yanapoisha, Mungu bariki. Na ndio maana Musa akamwambia mkwe wake Musa, wewe bwana utakufa. Unahangaika wewe peke yako. Usuluhishe
msaidie usharika huu wa majengo ili mkawe tunu nzuri, mkawe mbegu nzuri, mbegu ambayo itazaa matunda. Si kwa sababu unafurahi kwa kiongozi, furahi kwa sababu unamtumikia Mungu, lakini unajua una wajibu gani katika kumtumikia Mungu. Una wajibu gani? Lazima utambue hilo. Lazima utambue hilo kwamba una wajibu gani katika kumtumikia Mungu wako. Naomba niachie hapo. Lakini kama baba anayesema na kanisa, kwa wakati huu tutatengana kwa muda mfupi sana, so mrefu sana. Sasa hivi ni saa 7:23. Viongozi wote wa jumuiya, ukiacha wale ambao ni wazee wa kanisa, kwa sababu tunaongea ni wazee wa kanisa, lakini viongozi wa jumuiya pia, wale wazee wa kanisa tabaki kwa wazee tunatoa majukumu yetu, lakini pia kwenye huo uzee kuna vipawa mbalimbali, kuna kamati mbalimbali. Naomba mtu mmoja asome Wakorintho wa kwanza 14:40. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 40. Baba Dini, kama neno la mwisho la kutuaga, karibu. Wewe baba. Wapendwa, nimesema kwa namna nimesema, ninaamini kwamba Mungu ataendelea kutubariki na kutusaidia. Nilisema mimi ni mzee, nilisema kama mzee, nikatakia baraka za Mungu katika majukumu yenu mapya, kuanzia jumuiya za kanisa. Muendelee kufanya kazi kwa umoja na upendo na mkishirikiana kwa kweli. Tunashukuru sana msaidizi ya haya yote. Bwana asifiwe. Nafasi moja kwa mzee wa kanisa moja atakatoa itikio kwa msaidizi, lakini pia na kwa kiongozi wa jumuiya moja. Na aliyefuatia. Mungu awabariki sana. Hii semina isiishie hapa, iwe endelevu. Karibu sana Majengo. Asante kiongozi mmoja wa jumuiya. Kwa msaidizi wa askofu na mkuu wa jimbo ambaye ni mkuu wa ushirika wetu, pamoja na mtoa mada katibu mkuu, nisikia msema hivyo. Tunawashukuru sana. Sisi wengine ni wageni kwenye semina kama hizi, lakini baba msaidizi wa askofu nilikuwa mzee wangu kabisa. Mungu, kwa kweli tunashukuru sana, tumeelimika. Wakati mwingine watu wanakuja tu kanisani, tunasali na kutoka na yaani mazoea, lakini kwa haya mliyozungumza kwa kweli yametupanua sana. Asanteni sana.